Tukisalia kwenye hayo, jamii za wakulima na wafugaji katika kaunti ya Lamu zinaitaka serikali kuingilia kati katika kusuluhisha kwa haraka mzozo baina ya jamii hizo mbili. Jamii hizo zimelalamikia kuwa mzozo huo ambao umedumu kwa miaka mingi haujapata suluhu ya kudumu licha ya malalamishi ya kila mwaka wakati wa msimu wa ukame na kiangazi. Wafugaji wanalalamikia kuwa chini ya mwezi mmoja zaidi ya mifugo 80 wamekuwa wakikatwa na vilevile kulishwa msimu huu, na wakulima vilevile wakilalamikia kwamba wanakadiria hasara mara kwa mara baada ya mimea yao kukosa malisho ama kulishwa na mifugo wa wafugaji. Jamii hizo pia zinalalamikia changamoto ya umiliki wa ardhi kama chanzo kikuu cha mzozo baina yao, huku wakisema kuwa wanasiasa wanachochea mzozo huo kupitia swala la ardhi zinalogonganisha jamii hizo mbili na kujipatia umaarufu wa kisiasa. Watu wanachukua, yani akiona ng'ombe akipitia karibu ya shamba yake wanachukua banga, anakatakata, anawekea sumu. Sasa hiyo ni kitendo mpya kwetu sisi. Wakati wa ukame ukizidi maeneo haya kunakuja ng'ombe pia kutoka jirani, zinaongeza, zinakuwa zile tulionazo na hizi zinakuwa ni nyingi. Kwa hiyo ni kama huwa hawana uwezo wa kudhibiti, maana ng'ombe zinataka chakula. Changamoto kama hii naona kwanza inaletwa na kutokuwa na haki za usawa, na pia changamoto nyingine ni seme viongozi wa kisiasa wanapalilia vikubwa katika moto huu. Unajua moto tayari umeshawaka kwa kulingana na ile hali halisi ambayo iko hapa. Alafu wanakuja nao wanaongezea petrol ama niseme mafuta ambayo inapelekea zaidi kukuza hizi hasama za vita na hasira ndani ya jamii. Wito wetu kwa serikali ni muhimu haya mambo yaangazie kwa kina, kama kuna kitu special plan iweze kutimizwa na kufuatiliwa. Tatizo kubwa lilioko Kenya, hata hii katiba ambayo tuko nayo 2010 hakuna implementation.